بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين صدق ربنا ذو الجلال والإكرام اللهم إنا تبنا إليك ندبنا يا تواب اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار أبدا ما أبقيتنا واستعملنا به سرا وعلانية اللهم واشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وارحم به موتانا وأحيانا وتمم به نعمك علينا واجعله حجة لنا لا حجة علينا وشاهدا لنا لا شاهدا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kutuwafikia kuhudhuria tena kwenye darsa iliyowekwa na wazee wetu na
darsa ya siku ya leo ni kama darsa ya kuikurubisha siku ya kesho kwa hauli ya al-arif billah al-qutb al-habib al-sayyid Muhammad bin Adnan al-Ahdan. Tuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie huu ni ufunguo wa kheri, tuimalize kwa kheri, na kesho Mwenyezi Mungu atupe taufik katika ziara na atukubalie ziara tutakaoifanya insha Allah Ta'ala. Na leo alhamdulillah tutaona darsa imepakata wazee wetu, ulama wetu, wakubwa wetu, ikiongozwa na ustadhi wetu al-Ustadh Abdurrahim Muhammad Said maarufu Ustadh Abdurrahim. Ni fakhri kubwa kumpata katika darasa ikiwa Ustadh Talib shekhe letu, mzee wetu, yeye ndio mwenyewe, ikiwa tuko na mkubwa wangu al-Akh Said Abdullah Shabih, tukiwa na ami yetu Said Said Khitami na mudiri wetu Said Ishaq al-Mutaman na Ustadh Fadhil na wingi ambao kwamba wamehudhuria. Sisi ni kutabaru kisha na wao kuwatia nafasi kama hii. Sura ilosoma ni suratu Iqra, maarufu yajulikana suratu Iqra, japokuwa sura yenyewe yaitwa suratul Alaq. Suratu Iqra ndiyo sura kubwa tukisema katika Qur'ani, kwa ajili ni sura ya kwanza iliyoteremka. Kauli ya jumhurul ulama na mufassirina na iliyokuweko katika sahihi al-Bukhari kwa hadithi ndefu ya Sayyidatuna Aisha radhiyallahu ta'ala anha, atambia kuwa suratu Iqra au suratul Alaq ndiyo sura ya kwanza iliyomteremkia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Japokuwa kuna kauli ya kuwa sura ya kwanza ni suratul Mudaththir, wengine sema ni sura kadhaa, lakini kauli yenye nguvu kuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa katika ghar aliteremkiwa na Jibril akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam Iqra, Mtume akamwambia ma ana biqari'in. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipomwambia hivyo, Jibril akamwambia tena Iqra, Mtume akamwambia ma ana biqari'in. Mara tatu Jibril akamwambia Iqra, Mtume akamwambia ma ana biqari'in, ndio akamwambia Iqra bismi rabbikal ladhi khalaqal insana min 'alaq, mpaka aya 5 za kwanza. Suratu Iqra ni sura ambayo kwamba hata tulipoinukia alikuwa wazee wetu wakiitukuza sana na kuiheshimu. Hata mwanafunzi alikuwa akisoma, ikifika suratu Iqra alikuwa hutolewa sadaka. Huyo amefika Iqra, manake amefika pahali pakubwa ambao kwamba ndio pa kwanza paliyomteremkia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manake kulikuwa na mawakifi ya sura kadhaa, watu walikuwa wakifika alikuwa wakitolewa sadaka. Ukiingia alhamdu utatolewa sadaka, ukifika Iqra utatolewa sadaka, ukifika suratu Yasin utatolewa sadaka, wengine walikuwa wakifika suratul Kafi watolewa sadaka, ya kumfahamisha yule mtoto kwa kuwa hili unalolifanya ni lema na ni zuri na sisi twalishuhudia. Nafikiri siku hizi hakuna tena masala hayo ya sadaka, na ikiwa iko tuseme alhamdulillah. Suratu Iqra ni sura ambayo kwamba yatufahamisha umuhimu wa Mtume Muhammad na Uislamu. Sisi ummati Muhammad maarufu tunajulikana, pengine utaona katika vyombo vya habari na vitabu na magazeti, twaitwa ummatu Iqra. Ni umma wa Iqra, manake ni umma wa soma, lakini haifai ikome hapo. Ukisema ni ummatu Iqra tu, manake siku hizi tutaona kila asomaye sana ndio huwa muovu sana. Lazima ufuatishe, sisi ni ummatu Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Si ummatu Iqra tu usome utakavyosoma, la, soma
hata kama ni kichache, lakini kile kichache utakachokisoma ukisome bismi rabbika alladhi khalaq. Ndio sisi tukaitwa ummatu iqra, umma wa kusoma. Lakini kipi cha kusomwa? Ulama kwambia hapa mambo iqra, hukwambia usome nini, kitu gani cha kusoma. Soma chochote utakachosoma, lakini kiwe na taalluqi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiwe na mafungamano na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio hapo utajiuliza, na huyu Mungu ni nani mpaka niwe na taalluqi na yeye? Ukitaka kumjua Mwenyezi Mungu nani mpaka uwe na taalluqi na yeye, ndio pale ulama kwambia awwal wajibin ala insani ma'rifatul ilahi, kitu cha kwanza cha wajibu ni kumjua Mwenyezi Mungu. Ikiwa usome bismi rabbika kwanza mpaka umjue ule rabbuka nani, ule utakayesoma kwa jina lake ni nani. Huwezi kumjua Mola mpaka umsome, na wakati ukimsoma Mola ni maana yake utajua wazi kitu cha kwanza ambacho kwamba chafaa wewe kujizatiti nacho katika kusoma ni kumjua Mwenyezi Mungu, nao ni ilmu ya dini. Suratu Iqra, sura ya Iqra ni sura ambayo kwamba ikiwa ndio ya mwanzo aloteremshwa mtume, yatuonesha miujiza ya Qur'ani na miujiza ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama tunavyojua katika tarehe kuwa mitume iliyotangulia alikuwa kila mtume na miujiza yake, tangu Nabii Ibrahimu, tangu Nabii Nuhu mpaka kaja Nabii Musa, Nabii Isa, kila mtume alikuja na miujiza yake. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuja na yeye akaja na miujiza yake, lakini mtume ilikuwa tofauti miujiza yake na miujiza ya mitume waliotangulia. Mitume waliotangulia walikuwa na miujiza, lakini miujiza yao walipoondoka miujiza imekwama. Leo tukisoma miujiza ya Nabii Musa, alikuwa fimbo kuwa nyoka, mkono kuwa mweupe hivi. Ukisoma Nabii Isa, yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta biidhnillahi. Lakini walipoondoka ile miujiza yao imekuwa sasa ni habari twapewa na twaelezwa katika Qur'ani na tuamini kwa walikuwa ni miujiza, lakini imekwisha. Lakini Mtume Muhammad alikuwa na miujiza namna mbili. Miujiza ya kwanza ambao kwamba ndio al-mu'jizatul kubra, miujiza mikubwa ni miujiza ya Qur'ani. Miujiza ya Qur'ani mpaka leo miujiza kama hii yaendelea. Kila tutakavyoishi ulimwenguni sisi tuiona miujiza ya Qur'ani. Kila watu watakavyoishi watu waiona miujiza ya Qur'ani, na tangu wakati wa mtumi watu waiona miujiza ya Qur'ani, wala haibadiliki, wala haibadiliki. Wale wameiona miujiza yao niko vile vile, na sisi twazidi kuiona miujiza ya Qur'ani, na bado twaifahamu Qur'ani ni kitu gani. Kwa hivyo mtume ndio miujiza ya Qur'ani, na miujiza ya mtume ilipokuwa kilima cha kwanza alichoteremshiwa, ameteremshiwa Iqra. Miujiza ya mtume maana yake ni kusoma. Miujiza ya mtume ni kusoma, ndio mpaka leo kila wanayesoma sana husilimu. Kila wanaosoma sana husilimu kwa ajili miujiza ya mtume ni kusoma. Na kila atakaoipeleleza Qur'ani sana na kuijua Qur'ani sana, mtu kama yule lazima atasilimu. Na akitosilimu ni mkindani tu, hataki tu kusilimu. Lakini yoyote mpaka umekuwa uhusiana Mayahudi na Manasara, msiisome Qur'ani nyinyi. Tangu wakati mtume ilikuwa la tasma'u li hadha Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibuna. Usisikie hii Qur'ani, ikisoma Qur'ani nyinyi fanyeni fujo, pengine nyinyi mtashinda. Mkitaka kushinda ni mpinge kwenye mashindano. Hakuna mashindano ya kukimbia, la'allakum taghlibuna, wakimbia. Iqra'u, muingie kwenye mashindano mshinde. Hakuna mashindano ya kukimbia, la'allakum taghlibuna ni maana yake ukimbie kisha ushinde. Sikiza Qur'ani,
uikosoe Qur'ani, uitolee mjongo Qur'ani, hapo kisha utaambia umefanya nini? Umeshinda. Lakini la tasma'u li hadha al-Qur'an, usisike Qur'ani, isha walghau fihi, mupige mayowe Qur'ani ikisoma, la'allakum taghlibuna, nurongo. Wena wahakika wakiisoma Qur'ani, wakiisikia Qur'ani, lazima watasilimu. Na kadha wa kadha walikuwa wakisikia Qur'ani tu ikisomwa, kwa kuwa mtume amekuja na Iqra, walikuwa wakisilimu wingi. Atosha Saidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, aliposikia Qur'ani tu alisilimu. Kwa hivyo sisi ummati Muhammad, tukitaka kufaulu ni kusoma, tukitaka kufeli ni kutosoma. Na leo ilipokuwa njama zajulikana ni namna hii, yatakikana ummati Muhammad wawekwe mbali katika ilmu, wawekwe mbali katika maendeleo, wawekwe mbali katika msimamo wa kihaki. Leo maal asafi shadid, wanazuoni wako wapi? Wenye kusoma wako wapi? Wenye kusomeshwa wako wapi? Leo akiondoka mwanachuoni hatutaraji badili yake, waliyadhu billahi. Akishakwenda mwanachuoni huwa amekwenda, nani wa pili wake? Hakuna. Kwa nini hakuna? Kwa kuwa hatutaki kusoma, bali tumeonyeshwa kuwa ukitaka udhalilifu wewe usome. Ukitaka udhalilifu wewe usome. Wewe ukitaka kuwa dhalili katika dunia tunakuwepo, ufanye nini? Usome. Wewe usoma kwa madrasa onekana dhalili sana. Na dalili tu ni moja. Wanafunzi wengi wanaoletwa madrasa ni walofeli skuli. Asaraha raha. Wanafunzi wengi wanaoletwa madrasa, iko wewe hujafeli, sema alhamdulillah. Lakini wanafunzi wanaoletwa madarasa wingi wao ni wale walofeli skuli. Na bahati mbaya ule mzee akija kwa mwalimu humwambia, ustadhi, huwa amefeli huyu, form 4 ameanguka, kwa hivyo nimemwona kari kulete wewe hospitali ya Wandazimu manake. Kari kulete wewe, lakini ya kwa madrasa ni dini. Na yoyote husoma, alofeli husoma, alofaulu husoma, kwa ajili si biashara, ni ibada yako na dini yako. Ndio utaona madarisi haziteui alofeli, wala haziteui alobasi alofaulu. Kwa ajili ni haki yako wewe kusoma. Wewe husomi biashara, wewe husomi kwa kupata mshahara. Wewe wasoma ni dini, yatakaokuja atakuja baada yake. Wewe wasoma wataka kumjua Mola wako, ni wajibu. Mtume wako amekwambia talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslim, ni faradhi kama swala. Nani ndio kuswali kwa mimi nikimaliza swala nataka mpate kazi, niandike kazi? Hakuna. Nani anayefunga? Mimi baada ya kufunga nataka niandikwe katika benki niwe meneja. Ilmu ni kadhani. Ndugu zangu talabatul ilmi, wakati umekuja kusoma, sahihisha nia yako. Mimi nasoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, wala tusitue mawazo, bwana wewe ukisoma pahali fulani utaandikwa kazi. Mimi sisomi nataka kuandikwa kazi. Mimi nasoma nataka niandikwe katika diwani ya Mwenyezi Mungu, minal ulama al-amilin. Basi nasoma kwa ajili ya hilo. Kwa hivyo sisi ni ummatu Iqra, yataka tusome. Na tuko na talabatul ilmi wingi hapa, yatakikana tujitahidi katika kusoma. Hakuna kitu kikubwa kama ilmu. Ilmu ni kitu kikubwa, na ilmu haipatikani kwa sahali. Hii Iqra hii, Mtume alipokuja Jibril alipomwambia Iqra, alipomwambia maana biqari'in, Jibril alimfanya nini? Mtume alimwambia faghattani hatta balagha minni aljahd. Asema Jibril alimkaza mpaka nikasikia utungu katika mwili wangu. Na kwamba Mtume alikuwa ameteremshwa ilmu tu, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka adhima. Leo vipi Mtume akabwe mpaka asikie utungu ya kunifahamisha mimi na wewe kuwa kusoma si raha? Iqra haikupatikana kwa raha. Huyo Alhabibul Azam kuipata hii Iqra hakuipata kwa raha.
Alikabo mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ndo akaambiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Na wewe talibul ilmi lazima upate mitihani katika kusoma, na kila aina mitihani upate, lakini ukisubiri utafaulu, ukitosubiri hufaulu, utabadilisha madarisi tu. Bwana, madarasa ile haisomeki tena. Pengine mtu kwamba madarasa ile haisomeki, lazima uswali alfajiri. Hawataka madarasa kusomeka ipi ya kutoswali. Madarasa ile haisomeki, walimu wake ni wakali sana, wataka mwalimu baridi? Hakuna. Imam Shafi akwambia nini? Isbir ala murri jafa min muallimin fa inna rusuba alilmi fi nafaratihi wa man lam yaduk murra at-ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an liwafatihi wa dhatu al-fata wallahi bil ilmi wat-tuqa idha lam yakuna la'tibara li dhatihi. Huyu ndio Imam Shafi. Imam Shafi akwambia subiri kwa utungu wa mwalimu. Pale mwalimu akikupiga, mwalimu akikufunga, mwalimu akikutukana, so kuwa hakupendi. Fa inna rusuba ilmi fi nafaratihi, katika ile kupata kuvama ilmu katika mwili wako, iko katika ule ugumu wake. Kila mwalimu akiwa mgumu, natija yake huwa nzuri, na hiyo ni kawaida. Kila mwalimu akiwa na mikazo, kila mwalimu akiwa hana machezo, basi natija yake huwa ni kubwa zaidi. Kinyume, kila mwalimu akiwa sisi ni wanafunzi ndugu, hao marafiki zetu hawa, hakuna kitu. Mtaingia madarasa, mwisho mtawekeana kofia wewe na mwalimu wako. Ile kisa maarufu, mwalimu akiingia madarasa huweka kofia, mwanafunzi wakija hamuoni mwalimu, kabidi wamuulize, mwalimu, mbona huji madarasa? Kaambia, ukiona kofia yangu ujue mimi niko pale pale. Wanafunzi wakaketi na wao siku hiyo na shughuli zao, akaweka kofia mabaoni. Mwalimu akiingia ziko kofia tu, mbona hamkuhudhuria? Akaambia, mwalimu, ukiona kofia tu na sisi tuko pale pale. Lakini mwalimu kwa mwanafunzi atakawe kama murabbi, mlezi. Vipi utamlea mtoto wako? Wa man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla al-jahli tula hayatihi. Ukitokuwa mdhalilifu kwenye saa moja, basi wewe daima utakuwa ni mdhalilifu tu. Lazima upate uchungu ili upate izzi. Uziztu dhuliltu taliban wa uziztu matluban wa man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir alayhi arba'an li wafatihi. Imam Shafi akwambia, ikiwa mtu ubarobaro wake utampita asisome, basi mpige takbiri 4, ni maiti hoyo. Fadhatul fata wallahi bil ilmi wat-tuqa, dhati ya kijana iko katika ilmu na iko katika kumcha Mwenyezi Mungu. Idha lam yakuna la'tibara li dhatihi, ikitokuwa hakuna mazingatio kwa dhati yake, si wewe ni gogo tu, huna maana yote. Kwa hivyo kusoma lazima usome, lakini ujitahidi, ujue mtume ilmu hii hakuipata kwa sahali, na wewe kuipati kwa sahali kabisa. Badiu zamani Hamadani atuambia, ayadhunnu man ashghala naharahu bil jam'i wa laylahu bil jima'i yusbihu min al fuqaha'i. Wewe watarajia mtu mwenye kujishughulisha mtana wake wa kukusanya dunia na usiku wake wa jimai kujenga nyumba, utakuwa katika fuqaha'i wewe? Wewe mtana wataka kukusanya, usiku wataka kujenga nyumba, huwe katika huwezi kuwa fuqaha'i. Kalla wallahi hatta yaksida dafatir, asema wallahi huwezi kuwa mpaka uyakusudie mabuku, manake upige goti usome. Wa yastashiba almahabir, na mpaka kila wakati wewe uwe waandika, kila wakati kitupwa cha wino kiko mkononi kwako waandika. Hapo ndo utakuwa katika ulamai. Wa yaqta alqifar, na ukate masafa ardhi, wende ukatafute ilmu.
wayasila fi talabi alilmi baina al-layli wan-nahar, na uunganishe katika kutafuta ilmu baina ya usiku na mchana. Mwanafunzi halali Mtumi kabla kuteremshiwa Iqra alikuwa miaka 3 halali. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam miaka 3 alikuwa halali, na mwaka wa mwisho ndo akaguria kabisa katika ghar. Kenda katika ghari mpaka Jibrili akamshukia. Kwa hivyo talabatul ilmi yatakana sana tujitahidi katika kusoma ilmu, yatakana sana tujitahidi katika kuipata ilmu. Usifikiri ni sahali, usifikiri ni kitu kitakuja sahali. La, lazima ujifunge. Utalibil ilma wala taksal fama abada alkhairi ala ahli alkasal wahjuri an-nawma wahasiluhu faman ya'rif almaqsuda yahqir ma badal la taqul kad dhahabat arbabuhu kullu man sara ala ad-darbi wasal. Ibn al-Wardi atuambia katika kasida yake, tafuta ilmu, usifanye uvivu. Fama ab'ada alkhairi ala ahli alkasal, fama ab'ada alkhairi ala ahli alkasal, ni umbali uluje wa khairi kwa wenye wazivu. Mzivu yoyote huwa hana khairi, si ya duniani wala si ya akhira. Duniani hupati khairi, akhira hupati. Wahjuri nauma, ukitaka kufaulu gura usingizi, usilale. Usilale. Mwanafunzi mwenye kulala hapati elimu. Mwanafunzi hatakani halale. Mmoja katika ulama ya Hadhramut alikaa miaka 17 halali. So hasinzi halali, manake hakusudii kulala. Usingizi ukija talala, lakini hakusudii kulala. Wahasilu, ipatishe ilmu. Ilmu lazima ipatishe nguvu. Faman ya'rifi almaqsuda yahqir ma badal. Ukijua wewe wakusudia nini, unachokitoa utakidharau. Hiki hata nikitoe mimi, hata usingizi wangu leo mimi ndo masala nataka nijue. Leo nataka nisome masala ya wadia, nataka kuyajua. Leo nataka kusoma masala ya faraidhi, nataka kuyajua. Leo nataka kusoma masala ya itqi, nataka kuyajua. Hama usingizi, ugure usingizi, kana vitabu uone raha yake. Hakuna raha kama kitabu. Kitabu ni raha ukiwa na yeye, ukiondoka hakusengenyi. Neema tasliya alkitab, kitabu ukiwa na yeye utaketi umsome uone raha, na ukiondoka hakusengenyi. Kisha kumfunga utamwacha pale pale mpaka uje umfungue tena. Neno heshima, atakusubiri mpaka umfungue tena. Lakini binadamu ukitaka mapumbazi kwa wao utapumbaa, lakini ukiwapa kishogo tu hukutukana. Sasa neema tasliya alkitab, neema ya tasliya ni kitabu. Na ndipo tukiwaona wazee wetu na mashekhe zetu hapa, tukimkumbuka al-Ustadh Said Hassan Badawi, alikuwa wewe nyumbani kwake tu ukiingia kitandani kwake kumejaa vitabu, hata nafasi ya kulala pengine hana, mpaka zitengewe vitabu apate nafasi alale. Mzee wetu al-Imamu Rahim alikuwa yeye kila umuona na kitabu, na ukimuona ameshuka na mzigo ujue ameshuka na mzigo wa kitabu. Ukimuona maboksi usifikiri maboksi ya mataa au ya nguo ya vitambara, ni vitabu. Walikuwa wajua ile faida ya vitabu. Kitabu ina faida. La taqul kadhabat arbabuhu kullu man sara ala darbi wasal. Usiseme watu wamemalizika. Siku hizi tuna mfano, tutaweza vipi kina Bamwenye, kina Said Muhammad Adnan? Tutaweza vipi kina Habib Saleh? Tutaweza vipi kina Said Ahmad Badawi? Tutaweza vipi kina Sharif Saidi? Tutaweza vipi kina Habib Ali Badawi? Tutaweza vipi kina Said Hassan Badawi? Tutaweza vipi kina Ustadh Muhammad? Bwana, tena wale wavivu hukupigana sababu. Hao Mwenyezi Mungu amewapa, wametaka ndo akapewa. Na wewe ukenda kama walivyokwenda, ukajitahidi kama walivyojitahidi, ukajiweka kama walivyojiweka, basi utafika tu. La yuzau sirru min ahli, siri haivuliwi kutoka kwenye watu wake, lakini yatakamiko ya ile siri. Kwa hivyo sisi ni ummatu Iqra, yatakikana tusome, na kusoma ni tabu.
na kusoma ni shida, na kusoma ni kupambana na kusoma. Ukitaka kujua tabu, wewe ingia katika kusoma, lakini starehe yake ni kubwa hapa duniani na kesho akhira. Hapa duniani wewe soma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukutilia baraka katika mambo yako. Kesho akhira wenda cheo chako maalumu umewekewa na Mwenyezi Mungu. Na cheo hiko ni cheo gani? Ni cheo cha na wewe kupewa nafasi kuwashufaia wengine. Yule alim kesho siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu humpa nafasi, haya bwana, na wewe washufaie watu wako. Cheo chake huwa ni kikubwa, daraja yake huwa ni kubwa, yatosha Mwenyezi Mungu awaambia yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa hivyo ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kitu cha kwanza alichoteremshiwa katika Qur'ani aliambiwa nini? Iqra, soma. Na wewe ukitaka kufaulu katika ulimwengu wako, katika kazi zako, katika dini yako, katika dunia yako, basi soma, jitahidi katika kusoma. Na sisi alhamdulillah tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametupa ilmu, na ilmu hii alotupatia ametupa ilmu ya sanad. Na hapa ndo namalizia maneno yangu, ilmu ya sanad. Hakuna ilmu kubwa kama ilmu ya sanad. Ilmu ya sanad ni ilmu ambayo kwamba wapokea kwa shekhe, shekhe kama yule naye apokea kwa shekhe, na shekhe kama yule apokea kwa shekhe, sanadi kama ile yaenda mpaka kwa Mtume Muhammad. Hii ni ilmu adhim, ilmu ambayo kwamba si rahisi kupatikana, lakini sisi huku alhamdulillah rabbil alamin tumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametupa neema kama hiyo, neema ya kuwa hiki tunachokisoma kina usanad. Hiki laula isnadu la qala man shaa ma shaa. Lau si isnadi angalisema atakalo, lakini ilipowekwa isnadi ikawa wewe ukisoma ilmu wasoma. Mathalan sisi tupige mfano tu, tusoma Risalatul Jamia, kitabu kidogo Risalatul Jamia, lakini si kidogo. Yeye mwenyewe Al-Habib Ahmad bin Zaini Al-Habshi asema si kidogo hiki, man arafaha wa amila biha larju min Allahi an yakuna min ahli al-ilmi dhahiran wa batinan. Galia kauli kwa Al-Habib Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi, mwenye kuisoma risala ukaifanyia kazi hii risala, basi tutakutarajia wewe utakuwa ni min ahli al-ilmi dhahiran wa batinan, nde na ndani. Maana Mwenyezi Mungu akakupa ilmu dhahir na ilmu batin. Ilmu dhahiri tuijua ni hii ilmu wewe ni faqihi, wana balagha, wana maani, wana sarfa, wana nahwu, wana kadha wa kadha, hii inaitwa ilmu dhahir. Lakini kuna ilmu batin. Ilmu batin ndio ilmu kubwa, ilmu suluk, ilmu tasawuf, ilmu ya tasawuf, ilmu ya islahi dhamair, kutengeza nyoyo. Basi ukiisoma ile risala, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujalia. Sasa hii risala tunaisoma tumeipata wapi? Tumekwenda dukani tukakiona kitabu kizuri tukakinunua tukakileta msikitini tukakisomesha? La, ni kitabu ambacho kwamba wenye kukisoma kitabu hiki wako na silsila ya sanad kutoka mwenye kukisomesha mpaka kwa aliyokitunga. Huku kwetu tu mathalan tukimtaja hapa, tuko katika makamu ya Said Hassan Badawi. Said Hassan Badawi amechukua kwa babake Said Ahmad Badawi. Said Ahmad Badawi ni maarufu, na Said Muhammad Adnani ni maarufu. Hawa wamechukua kwa Habib Saleh. Habib Saleh amechukua kwa mwenye mansabu, ikiwa na kwa upande wa batin amechukua kwa Ali bin Muhammad al-Habshi. Ali bin Muhammad al-Habshi mwenye mansabu pia alichukua kwake. Hawa wakatukua kwa ulamai. Katika jumla ulamai ni Al-Habib Aidarus bin Umar Habshi.
Habib Aidarus bin Umar al-Habshi amechukua kwa ulama wengi, katika jumla ni al-Habib al-Hasan bin Salih al-Bahri. Habib Hasan bin Salih al-Bahri amechukua kwa ulama wengi, katika jumla anachukua kwake ni al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, na huyo ulama wengi ametukua, katika jumla alotukua ni kwa al-Habib Hamid bin Umar Hamid Baalawi, na huyo ametukua kwa ulama wengi, katika jumla ulama alotukua ni kwa al-Habib Ahmad bin Zaid al-Habshi, huyo mwenye risala. Sasa sisi tukisoma risala huwa na silsila ya taalluqi baina yetu na mwenye risala. Manake ni wana halali wana saba ya ilmu, ni wana halali wana saba wa risala. Ndio yatekana hasa vitabu tunavyovisomesha katika madarisi zetu, vile vitabu vilowekwa na ulamai, tujue ni vitabu vimewekwa ndani yake kuna siri, hata kusomwa tu. Kusoma pengine utakiona kitabu kizuri zaidi kuliko hiki, lakini siri iko ndani, fathi iko ndani, utaona pengine hakuna, ni uzuri tu, utaisoma leo kesho umeisahau. Kwa hivyo talabatul ilmi sisi alhamdulillah thumma alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kutupa ilmu ambayo kwamba ndani yake kuna sanad, na sanadi kama hii yafika mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo tukifika kwa al-Habib Ahmad bin Zain al-Habshi, huyo amepokea kwa Maulana Haddad, tena ukenda wewe utakwenda mpaka ufike kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndo al-Imam Ali bin Muhammad al-Habshi akatwambia nini? Musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hamadin abun yatalaqqa an abihi wa hakadha faya laka min aba kiramin wa ajdadi. Ilmu tunayosoma ni ilmu ya silsila, ni ilmu ya sanad. Inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum. Hii ilmu ni dini, angalia wasoma kwa nani. Ndio ukisoma katika taalimi waambiwa ukenda pahali utakaputafuta ilmu, kwanza kaa uangalie ni shekhe gani utakwenda kusoma kwake, na ile ilmu mtakayoisoma kwake yeye ameitoa wapi, imekwenda mpaka wapi. Leo maala asafi shadid utaona watu wamekwenda kusoma, akirudi huku muuliza shekhe lako nani, hata simjui kama jina lake, simjui. Alikuwa akiingia akiandika mada yake, akimaliza akienda zake, waliyadhu billahi, hajulikani shekhe, hajulikani mwanafunzi. Hukwambia mimi darasa yangu, hiswa yangu nimemaliza, kwisha. Mwisho wa mwezi utafuta kungoja mshahara wake. Lakini watu wa zamani walikuwa wakisoma, wakitegua mashekhe. Mwenyezi Mungu atupe baraka ya ilmu. Na talabatul ilmi yatakana tujitahidi sana katika kusoma, na mjue nyinyi mko katika jambo kubwa sana la kusoma, na ndio jambo la kwanza alipoambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, soma kwa jina ambalo kwamba Mwenyezi Mungu ambao kwamba ameumba. Watu wenye kutia tashdiki mustashriqina, wale kuna watu mustashriqina watia shaka, wakwambia hii Qur'ani hapa imekosea, Qur'ani hapa imekosea. Humwambia Mtume ikra, na kitu cha kusomwa mpaka kiwe kiko, akisome kipi? Alikuwa hafai kuambiwa ikra, manake ikra ni kwa kuna kitu ambacho kwamba watakofanya nini ukisome. Sasa Mtume alikuwa ameambiwa asome nini, na hajapewa kitabu, na hajapewa magombo, na hajapewa alwahi zile, asome nini? Na kisha wakwambia wewe, nyinyi mwatwambia kuwa Mtume wenu alikuwa ni ummi, hata kama alipawa hizo. Kisha kwa nini Jibril amwambia soma? Kwa nini amwambia soma na anajulikana kwa Mtume hawezi kusoma? Lakini tuambia katika lugha ya Kiarabu, ukiona maana qaraa, si lazima ukisome kilichoandikwa. Hii ndio lugha ya Kiarabu. Waweza ukakisoma kitu ambacho kwamba hakijaandikwa, usome tu kile unachokisoma katika mahfudhi yako, kitu ulichokihifadhi katika bongo lako ukakisoma, huambiwa ni qaraa. Hivi sasa mimi nikisoma bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad, imeandikwa? Haijaandikwa. Lakini naambiwa qaraa, siambiwi.
Naambiwa kwamba qara'ta, umesoma. Kwa hiyo si lazima chenye kusomwa kiwe ni maktub, chaweza chikuwa chenye kusomwa ni mahfudh. Na ikiwa mtumi ambaye kwamba ni ummi, hajui kusoma kilichoandikwa, ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hii sura akwambia iqra wa rabbukal akram. Maana kusoma kuna sampuli mbili, kuna kusoma kwa kawaida, huku usome, upate, utukue kitabu, uandike. Hii wenyewe wakwambia Mwenyezi Mungu ni karimu. Lakini kuna sifa Mwenyezi Mungu husifiwa akaambiwa akram, ni Mwenyezi Mungu kukusomesha na wewe hujasoma. Ndio al-akram, ni mtukufu zaidi, si karimu. Mwenyezi Mungu ni karimu, lakini hapa imetumika akram, ni mtukufu zaidi, kwa ajili Mwenyezi Mungu aweza kukufundisha na wewe hujui kusoma. Kuna ulama wangapi huitwa ulama ummiyuna? Ulama ummiyuna ni wanazuoni lakini ni ummiyuna. Hata imetungwa kitabu hasa al-ulama ummiyuna. Kadha wa kadha, Mwenyezi Mungu akisha kukupiga tochi akakuangalia, wattaqullaha wa yuallimukumullah, wattaqullaha wa yuallimukumullah, muogope Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakupa ilmu. Kwa hivyo hii mtume kuambiwa ikra, hakuna mushkili wowote. Ameambiwa soma mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, akaambiwa cha kusoma. Mwenyezi Mungu akaweka kudra yake, akamsomesha na akamwambia katika Qur'ani, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi alaina jam'ahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Qur'ani yawaambia tutakusomesha, na tukikusomesha wewe ifuate kule kukusomesha kwetu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa ni ummi, lakini katika ummi wake alikuwa hakuna mtu mwenye ilmu kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu atupe baraka za Mtume Muhammad, Mwenyezi Mungu atupe baraka za masahaba, Mwenyezi Mungu atupe baraka ya ahli albayt, Mwenyezi Mungu atupe baraka ya sanad yetu hii ya ilmu, Mwenyezi Mungu atupe baraka ya al-allama al-qutb al-arif billah al-habib Muhammad bin Adnan al-Ahdan, ambao kwamba ndio tumemkusudia ziara yake, na kesho insha Allah ndio ziara yake. Tujitokezeni kwa wingi, ili ndani yake kuna madad. Huyu umri wake wote ameimaliza katika ilmu, katika hii Iqra umri wake wote ameumaliza katika Iqra. Uliza Lamu, uliza Raudha, uliza nyumbani kwake, waulize watoto wake, waulize wajukuu wake, watakwambia Said Muhammad Adnan umri wake wote ameumaliza katika Iqra. Na katika Iqra hii anaomaliza, Mwenyezi Mungu amempa taufiki, amewapa ulamai. Leo ulamai wengi ambao kwamba sasa ilmu yao yaendelea, walikuwa ni wanafunzi wa nani? Said Muhammad bin Adnan al-Ahdan. Mwenyezi Mungu atupe baraka zao. Mimi mpaka hapa nitakoma inshallah, ikiwa nimezungumza ya kheri basi ni taufiki na nadhara zenu, ikiwa ni mengine ni katika kujifundisha inshallah taala na kupata baraka ya hawa tuliokusudia. Nitairudisha hii mukabbilu sawt kwa ustadhi wetu na shekhe letu Maalim Talib. Binyana takuwa ni Said Adobo, kwa sababu hiyo na yeye kwa mnasaba wengine atakuzungumza mkubwa, na sasa hivi na tayari naam, yeye atakasisha bila tu nitakuwa na mpango Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Amma ba'd. Hapa tuko mbele kama ilivyotangulia la Ustadh al-Arif. Kuna wanavyoni, mashehe zetu, walimu zetu, na Ustadh Ibrahim na Ustadh Abdullah Sultani, wao wana haki zaidi ya kuzungumza na mfasaha zaidi na wanavyoni. Alhamdulillah. Kwa upande huu tuna ami Sheikh Said Khitami, Ustadh Fadhil, Ustadh Saka Mutaman, Ustadh Yaqub, wengine kwa mbele, Ustadh Ismail. Alhamdulillah. Kuna watu wa kutosha, tuna wageni
wote hawa mafasaha na ni mahodari zaidi, na tumeelezewa alhamdulillah kwa ufafanuzi wa kutosha kwa sisi ni umma Iqra. Sisi ndio ile majalla Iqra, ndio sisi ndio idhaa Iqra. Sisi ni kueneza hiyo Iqra, ndio kazi yetu sisi, na tumeelezewa vipi ile elimu ilivyo na malengo ya kutaka elimu ni ipi. Kwa hivyo tusishtuke kuona watu wasoma kupigania mashahada makubwa, kupigania mishahara mikubwa, kupigania kazi kubwa, kwa sababu wazee wetu, mashehe zetu, wanavyuoni wetu waliotangulia na walokuwepo mpaka sahini hakuwa na fikra ya kupigania karatasi, hakuwa na fikra ya kupigania mashahada, masertificate mingi kubandika katika ukuta na siti ngumu zao. Hawakuwa na fikra ya kuwa kipato, wakisha kusoma atakuwa na kipato kiasi gani, kitawafanyia nini. Hakuwa na akili kama hizo. Walikuwa na akili na fikra ni wasome wapate ile elimu, isomee ile elimu. Hawasomei baada ya elimu utapata nini, wasomea elimu kwa malengo ya lidhati ilmi. Utlubu ilma lidhati ilmi la li shahadatin wa ma'arib al-ukhra. Uzenge elimu kwa sababu ya elimu, si kwa haja nyingine wala kwa mambo mengine. Nasoma mimi nataka nipate elimu, nasoma kwa sababu ya akhira. Man talaba al-ilma lil-ma'adi faza bi fadlin min al-rashad ala khusrani talibihi bi fadlin min al-ibadi. Ni usome elimu kwa sababu ya kujenga akhira yako. Wasoma ujue dini yako, na jambo lolote ukilitaka wewe ni elimu. Ukitaka dunia ni elimu, ukitaka akhira ni elimu. Ndio Imamu na Shafi'i rahmatullahi alayhi tuambie, man talaba dunya fa alayhi bil ilmi wa man talaba al akhirata fa alayhi bil ilmi. Ukitaka dunia soma, ukitaka akhira soma, ukitaka dunia na akhira soma. Na elimu kubwa ni elimu hii ya dini, ambapo kwamba tumeambiwa leo namna gani tunavyoidharau, namna gani leo inapokuzwa, namna gani leo ilipokosa thamani, namna gani leo watu hawajali wala hawatii manani wala hawaoni uzito. Elimu yapotea na aondokaye ameondoka, na ni katika alama za kiyama, kama tulivyoona na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kiyama hakitosimama mpaka Mwenyezi Mungu atachukua hii elimu. Na kuchukua elimu si atachukua elimu ende nayo bikabdul ulama, wala wanavyoni wakiondoka basi elimu itapotea mpaka kutobakia mwanachuoni. Mtu atakuwa na mushkili na masala, ataulizwa mtu ambaye kwamba hayajui ile masala, haelewi, na hata kufanya mwanachuoni atakutoa fatwa, atakakujibu fafta bighairi ilmi fadhallu wa dhallu. Yeye mwenyewe amepotea, na yule atakayekumpa majibu yake pia nayo amepoteza zaidi. Hii ndio katika hali iliyokuweko, na ni hali zindavu. Na utaona ni kweli, ukiangalia zamani wanavyoni walikuwa wakiuliza masala kutoka kwa Mtume na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, walikuwa kila mtu ile swali huogopa kujibu, akimlekeza mwenzake. Muulize sana Abdullah ibn Mas'ud, muulize sana Abdullah ibn Abbas ibn Zaid, muulize nani ajua zaidi. Walikuwa wakisukuma zile fatwa, yatadafauna fatwa makhafata albalwa, ukimbia zile fatwa kuogopa balaa. Lakini watu mzengea kule kufutu, na kila mtu mwanachuoni, na kila mtu ni mufti, na kila mtu amepita vitabu vingi, na kila mtu hakuna asichokijua. Kwa hivyo ni tusome, na mazingara kama tunavyojua si Lamu peke yake, wala si Malindi, wala si Mombasa, ni dunia mzima imekuwa mazingara mabaya. Elimu zenda zikipotea, na zenda tena na elimu za wale ambao kwamba za upotofu, za kupotoa, za upinzani, za kukosoa, ndio zimepewa kipaji cha mbele na ndio za sukumwa. Sisi alhamdulillah elimu zetu ni elimu za kupenda salafu saleh, elimu zetu za kupenda watu wema, elimu zetu za kupenda mawali, elimu zetu za kupenda mashaka zetu, elimu zetu za kupenda maimamu waliotangulia walifanya kazi katika dini za kutetea dini mpaka tukafika hapa tulipofika. Elimu yetu ni kupenda maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na elimu nyingine. Huyu mpiga vita sahaba, yule ampiga vita ahlulbayt, wala mpiga vita maimamu.
Sisi alhamdulillah, hii ndio elimu. Ndio ukaambiwa hii elimu ndio dini. Tuangalie utatukua kwa nani? Hii ni elimu. Na elimu ni ile ulokuwa nayo mwenyewe. Kama Imamu na Shafi'i alikwambia, ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni. Qalbi ya'lahu la batusu. Elimu iko nayo pamoja popote endapo. Popote kusudi hapo elimu yanufaisha. Na moyo wangu ndio chombo cha kuhifadhi elimu. Sio elimu iliyokuwa kwenye masanduku, kwenye makabati, sio elimu hiyo. Kisha akasema in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i. Nikiwa nyumbani elimu kwa nao nyumbani kwangu. Wa in kuntu fi suqi au kuntu fi suqi au kan sokoni kana elimu ma'i fi suqi. Endapo elimu huwa nayo, kwa hivyo elimu unahifadhi na uende nayo kila mahali. Hili ndio umependa kutia taaliki kwa uchache, lakini sifai mimi kutia taaliki mbele ya wanazuoni wako hapa na watatuambia sasa hii speaker tuipeleke wapi. 1930. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Kwa hakika tuliyasikia mazuri, kwa kuwa ni amri tu tumepewa sisi tabaruku, lakini tukiongeza yetu tutavuruga pengine mabongo ya virus, kwa sababu mfano wake kama tupilitoa biriani tena ya kuku na juisi na skirimu kisha mara tupilitoa mihogo itakuwa kitekesho. Lakini ala kulli hali maneno tuliyosikia kwa hakika nyoyo zimeburudika. Nakumbuka maneno ya mzee wetu Al-Habib Said Hassan, kuna mfano akiueleza mara nyingi, idha fasadati zaman yanqalibu al-umur, zama zinapoharibika na mambo hugeuka. Amu ni mahali palosifika kwa elimu. Baada ya swala tumetangaziwa kuna darasa ya wageni ya kuja kutangamana na sisi kutuelezea mambo. Kila mmoja ameshikania mikono zake. Hatuwalaumu, ndio kama alivyoona Ustadh Shabir. Kila mahali kumeharibika. Huo ndio wakati wa Mtume. Utakuwa zama mtu kushika dini kama kulikabidhi kala moto katika kitanga cha mkono. Utaweza kustahimili? Ndio wakati huo mambo ya dini yaonewa. Na kama tulivyosikia watu wenye elimu ya batini, mmoja ni Al-Habib Said Hassan, katika mashairi yake ya Kiswahili yana mazingatio makubwa sana. Kwanza lile ya Rabbi tukushtaki, nyoyo zetu hazinyuki. Hakuna kiungo bora kama moyo. Sasa kwa moyo utakuwa na majongo, utakuwa na matatizo, utakuwa na chuki na hasad na wivu, utaendelea namna gani? Basi ndio Rabbi tukushtaki. Hizi nyoyo zetu lotupa wewe, ambao ndo waziangalia, Mungu angalia sura wala mali wala angalia nyoyo. Hizi nyoyo zimeharibika. Kisha na mema pia hatuyataki. Tuangalie matariku salati wangapi katika mji wetu. Tufanya bidii namna gani? Mwenye Badawi rafiki yake haswali, aambie bwana una rafiki na haswali yule. Hakuna kumwambia bwana wewe namna gani bwana stakitero rafiki wako, na alimtumilia hikma kwamba nini, mbona waswali misikiti ya mbali Mkomani bwana, na mtakapokufa tutakutia habari hapa, lakini ukipigwa Mkomani utatupa kazi bwana. Tunipaka Mkomani tukuswalie bwana mkubwa. Yule bwana alifurahi sana maneno haya. Akaenda kwa mke wake aombe nini? Mwenye haisi kabisa swali. Kuanzia hiyo tutaswali. Sallallahu alaihi wasallam. Hao ndio dola vijana wanaojua kuwatengeza watu. Hakuacha tena kuswali mpaka kufa kwake. Basi ndio hiyo na mema hatuyataka. Hatuongoki kuregea. Hatufikirii tukaona ulimwengu tutauata. Hakuna mtu anaishi sana
kama Nabii Allah no. Lakini angalia katika kutoa roho Israeli na Reuben, naambia hii dunia uliona vipi? Kama nyumba, umeingia mlango wa mbele, umetoka mlango wa nyumba. Hii ndio hali ya dunia. Wana tuzingatie, tuona mifano, tuwaata ndugu zetu, wadogo zetu, wakubwa zetu, marika zetu, lakini mazingatio machache sana. Kwa hivyo yote kwani tuna utongo wa mato tuiona akhira. Kisha huyu mzee wetu Said Hassan akatuambia elimu tumeigura. Maneno haya ameanena miaka 40 iliyopita takriban. Ana elimu tumeigura. Hatutaki elimu. Leo ukienda Mombasa kuna mauniversity mingi sana, majamia, lakini ya Wakristo makanisa. Sisi university zetu ni kuzozana, mwezi umeandama kuandama, chief kazi kupitisha, ndio jamii zetu. Mizozo tu na kushambuliana na kudharauliana na hasadi nyingi. Basi mzee Alhamdulillah Hassan maneno yake yalikuwa yametoka kwenye moyo, kutoka kwenye ulimi. Elimu tumeigura na nyenye roza walobora. Watu wema wakubwa wote tumeagura nyendo zao. Moyo ndio tumfanyia hauli kesho. Nakumbuka katika darasa ya mzee wangu Al-Habib Said Abdurrahman Kutami akieleza Kiswahili akanena alikuwa akitoka Riyadha akaenda Roba kusoma Minhaji al-Abidina kwa huyu bwana. Yeye na almarhum Muhammad Shekavi hukulikazi hapa Ambo miaka mingi wakifuatana mpaka Roba. Sasa Muhammad Shekavi akamwambia mzee Khitani, nena naye atutoe mapema tukatembee pwani ngaa tuangalie, yani darasa lifupishe. Basi akamwambia mwenyewe, akamwambia wewe kusikiza zaidi ya kupenda. Basi wakaenda wakiketi kusoma, mwisho akawakashifu, akasema kuna wengine wataka darasa lifupishe hadi wakatembee pwani. Kuna pwani zaidi ya hili? Sallallahu alaihi wasallam. Hakuna pwani zaidi ya hili. Mzee akaniambia au kanena, lau kama Muhammad Shekavi alitangulia ngeiwa alikwenda kumfundia, lakini tumefuatana bega kwa bega, ndio mkaiwa huyu mwanachuoni wale wenye elimu za hizo baki. Tulipokea kwa Al-Habib Al-Imam Rahim mzee wetu Said Muhammad Al-Bir, Sharif Said Al-Bir, anena siku moja wameketi msikitoroza watu tele yuko nyuma kule, akawaza tu kwenye moyo wake, kanena huyu bwana kama ni wali aniamkue mbeza watu kisha nilishe chakula, nitakuwa wali kweli. Mara sikia mkule Muhammad yuko wapi? Kamba ndo wewe penda kulishwa hakula. Sasa kitu kama hizi ukielezea wazuka mawahabi ndio pale kuja makelele kama kurabu. Tayari kupanga, tayari kutu, kwa sababu nyoyo zao ni ndogo, fikra zao ni ndogo na akili zao pia zina akili. Binadamu akili yake itakayo na akili pia. Kwa hivyo sisi tunajivunia kuwapata watu kama hawa, watu ambao kwamba wenye maono ya mbali, wenye fikra kali, wenye mashairi makali kama Al-Habib Said Hassan. Angalia alipowashambulia kihikma, akaeleza kila alomshindana mezungia mikaoni kuvunda mambo ya dini, mregeze kwa hizaya. Waangalieni wako namna gani leo. Dola Saudia yasikitisha sana, klipu tunazo bana, kumefungula makasino, watezwa madisko na bendera la ilaha illallah jamaa, na wanazuoni kimwa kama wale kwenye freezer. Lao watanena hakuna mshahara na utapotezwa, lakini ukina maulidi hayafai ongezwa mshahara. Jamaa, huo ni msiba mkubwa, dunia imezie tena. Kasino wanawake pesa tupu na bendera la Allah na Muhammad, nilipoiona matozo yamenitoka. Jamani, twenda wapi? Mungu ataipa na kuwapa Saudia. Ima waongoke ama wapotee wamalizike inshallah. Huyu rais aliyoko kibaraka cha Amerika, kidajali kitoto, maana kidajali haya, lakini ndio jina zake wameenda kula fotokopi zao.
Dajjali mwenyewe original uko nyuma. Haya tukinena tupata hasira kwa sababu gani? Kwa nini la ilaha illallah itasewe na sisi tunyamae? Hatuwezi kunyamaa. Kama unena alipomwambia Mtume Abdul Muttalib, amwambia hufi mpaka tufe sisi. Na watu wetu wote wamenizika ndio wewe utakuwa Muhammad. Basi na sisi tutakao misimamo, hata kama tunafanya kitu ngapi tukasirike. Tushambulie mafirauni wakubwa ambao kwamba tuharibia ulimwengu wetu au uchafuo Uislamu. Mwenyezi Mungu atatupa kila la kheri. Walitangulia Mwenyezi Mungu atatulia kaburi kwenye nuru kwenye makaburi yao, waongeze daraja na huo ambao kwamba tumemkosa leo mufti yetu aliozikwa Memuna Dini, kijana Sharif Dini, aliozua harakati nyingi pia Malindi mbalimbali. Kwa hivyo na yeye Mwenyezi Mungu atamrahamu, tukili mwisho tutamsomea klasi 3 kwa na mashehe zetu wamrahamu, na sisi Mungu atupe husnul khatima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Tumsikia mengi sana ambayo yamezungumzwa na kwa mada na kwa aya ambayo kwamba tunazungumziwa, hahitaji tena sisi kuzungumza kama alivyosema Said Said kwamba tutaharibu tukizungumza ule utamu ambao tumeusikia na tumeupata, sasa tutauharibu. Itakanalo ni kwamba sisi yale yaliyozungumzwa tuyafanyie kazi, tuyafanyie kazi na tuyafahamu. Tusiwe kama tulioambiwa na wale wazungu walipokaa katika mkutano wao wakazungumza mazungumzo haya: al-arabu la taqra'u wa idha qara'at la tafhamu wa idha fahimat la ta'malu. Waarabu hawasomi, na wakisoma hawafahamu, na wakifahamu haifanyi kazi. Kwa hivyo sisi tusiwe kama ule msemo uliosema, ni msemo uliosema kufurahishana na roho zao. Tusomeni, tuweni katika makundi ya wale watu 4, tusiingie katika kundi la mtu wa 5. Kun aliman au mutaalliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisa. Fatahana. Kun aliman, kuwa ni mwanachuoni kama tulioelezwa, wanazuoni wakubwa waliofanya kazi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu akawafungulia wakapata al-ilmu ladunni. Mungu kufungulia hii elimu ukiwa utaisoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, na Mungu kufungia hii elimu ukiwa utaisoma kwa ajili ya kwamba ati ndio utapata riziki kwa ajili ya elimu. La, Mungu alipokuumba tayari ametukua dhamana kukuruzuku. Mungu alipokuumba tayari ametukua dhamana kukuruzuku. Usome, usisome, kwani matajiri wote ukifuata kila tajiri mkubwa ni mzuka. Hale si mzuka kwa mzuka jehenge, maana simsomi. Fuatilia tu wewe. Angalia nani mkubwa kisha mfuata kazi yake. Je, ni msomi? Kama simsomi. Lakini Mungu ameshaandika kumruzuku, utaruzukiwa. Kwa hivyo ukitaka kusoma, usisome kwa ajili kama tuelezwa kwa ajili ya mashahada, mimi nitaandikwa mshahara mkubwa. La, soma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mungu naye atakufungulia al-ilmu al-laduni. Mungu atakufungulia ilham, atakupa ilham, atakupa mambo ya kimaajabu, atakufungulia ilmu ambayo kwamba hajiko vitabuni, atakufungulia ufahamu ambao kwamba hauko kabisa, kama alikuwa mashaikh wetu. Siku moja wamefuatana na Imam Rahil
tuenda darasani. Tuenda darasani kwa ustadhi wetu Mujahid Akbar Ustadh Abdurrahim nafa'allahu bihayatihi, darasa la Jumanne Mamrui. Aya ikisoma ni alladhina yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'uruna fi qulubihim marad. Tuko pale kona akanizungukia ustadhi, Sheikh Fadhil, umesikia aya? Nimesikia ustadhi. Si haya kwa sura Al-Baqara mwanzo unasoma kile Mwenyezi Mungu hapa sema wama yash'uruna fi qulubihim. Hiyo wama yash'uruna wada kwa tafsiri pande mbili wewe. Wada kwa tafsiri huku wama yash'uruna wao kuna hada wama yash'uruna خلاص nimekwisha. Na wada kwa tafsiri wama yash'uruna fi qulubihim marad. Qur'ani maajabu. Qur'ani kila ukikaa ukifikiria unaiona namna nyingine, unaipata utamu wake kwa sababu lingine. Nini? Ni ile ikhlasi yake na takwa yake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku moja tafsiri sura Yusuf, الآن حصحص الحق. الآن حصحص الحق أنا ربط. Sema hapa hii uweze kutafsiri الآن حصحص الحق ukaitia huko. Ukaifanya faili حصحص. Na ukasema الآن حصحص الحق أنا ربطه. Ngalo tamu. Nini? Ni kwa yeye alisoma kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Mungu naye akamfungulia elimu ambayo kwamba hakupata wenye kuzipokea. Hakupata wenye ameenda nazo nyingi, zilopokewa ni ndogo kadri sana, ushuru min ashari. Elimu Ustadh Muhammad ambao kwamba ameenda nao basi 99 ameenda nao. Na alipotaka kuitoa lakini alipata sisi wazifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe himma kusoma elimu na kupata sanadi kama tulioelezwa, na tuingie katika wale watu watano wanne, tusiingie katika watu wale watano tukaweza kuangamia kwa ujinga. Wa sallallahu alaihi wasallam. Leo asubuhi walikuwa wamezungumza, sasa wamepata mkashfa kwa Ustadh Abdurrahim Mboyo, basi inshallah baada ya kupata kujua Ustadh Muhammad basi sasa Ustadh Abdurrahim ameonyesha ukubwa wake na hapa leo darasa ambapo mzee mkubwa ambao kwa darasa hili la asili toka huko mpaka leo ni Mwalimu Hussein ambapo mwenyewe Ustadh Muhammad siku zote pia mpaka antaye. Hapa kuna walimu wote mbalimbali, kuna walimu wa kadri, kuna walimu kawaida. Sisi kawaida huwa kwa muda mmoja kwa pamoja kwa hao. Ndio nimekusanya ni hafla kubwa hakuna mzogatia serikali kutana nataka tusome kwa wakati na kusomea al-marhuma jana kisha dini basi somo hiyo tumeshapata inshallah.